Taarifa hizo na ni kwamba hali ya taharuki inaendelea kutanda Sigor, kaunti ndogo ya Pokot Central, kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya machifu kudai kukamatwa na kuadhibiwa vikali na kitengo maalum cha polisi kinachoendeleza operesheni ya kutoa bunduki haramu na kuwakabili majangili na wezi wa mifugo katika eneo hilo. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Pokot Magharibi Andrew Juma, wakazi sasa wanaishi kwa hofu, kwani baadhi yao wamejeruhiwa wakilazimika kusaka matibabu katika hospitali tofauti katika kaunti hiyo. Hii mali yote yenye imekuja hapa ni katika vijiji vya Amolem na Komoru, Takaywa, Nyangaita na baadhi ya maeneo ya Masol katika kaunti ndogo ya Pokot Central, kaunti ya Pokot Magharibi. Wakazi wanaishi kwa hofu kutokana na operesheni kali inayoendeshwa na maafisa wa usalama ya kuwakabili majangili, wezi wa mifugo na wanaomiliki bunduki kinyume na sheria. Hii mambo ni mbaya sana. President, ama niambie Murkomen. Murkomen wewe ni mtoto wetu ambaye unajua ukianzishwa mambo ya operation ni kwa alert machief waweze aongeleshe watu, alafu machief watasajua bomba fulani, kijana fulani ndio alikuwa anasemekana iko na bunduki. Na hivyo ndio inafatwa. Kama vile ulifanya Jesegon na Markwet, ilikuwa ni kupiga kila mtu, wamama tu walikuwa free. Wa vijana walikuwa free wenye wanaenda mabiashara zao. Sasa hii ni gani sasa? Huko barabara unapigwa, huko kwa soko umekanyakwa, si rungu, si panga, si fimbo. Ndio gani kweli? Lakini ya kusema unapiga ya public officer kupigwa, hiyo haiwezi leta bunduki. Ati chief amepigwa, mtu wako hospitali, ati ndio bunduki ikuje. Hapana, si hivyo. Ama serikali itafute teknolojia ya kutrace ama kutrack penye bunduki haramu iko. Mimi nina support operation, lakini operation sio ya kupiga administrators ambayo ni kioo ya serikali pale kwa ground. Mheshimiwa Rais penye hako, kioo cha rais pale kwa ground ni chief. Kulingana na wenyeji, operation hii imezua kiwewe, kwani maafisa wa usalama wanaonekana kutumia nguvu kupita kiasi, huku baadhi ya machifu na wenyeji wakijeruhiwa vibaya, wakilazimika kulazwa kwenye hospitali tofauti kwa matibabu zaidi. Hatu kuchagua Ruto wanajeshi wakuja wapige watu wetu kwa sababu ya kutafuta silaha. Iko mbinu ya kuweza kutoa silaha. Unaweza kuja ukaita machiefs, mkaketisha hawa chini au wakawasaidia kwenda kutoa silaha. Lakini si jambo mzuri kuja kupiga machiefs. Hiyo kwanza muonyesha machiefs wamekosa kuwa na imani, hawatakuwa na nguvu ya kuweza kwenda kufanya kazi tena. Kwa sababu kama mnaweza kuwapiga mbele ya watu yao wenye hao wanaongoza, ni nini nyingine tena tuko nafanya? Mwezi wa Januari mwaka huu, akiwa katika ziara ya usalama katika bonde la Kerio, Rais William Ruto alimwamuru waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kutumia nguvu za serikali kwa kabili majangili na kuwapokonya silaha haramu kama njia moja ya kurejesha amani katika bonde la Kerio. Tuko na watu ambao wamekolea na kiburi kwamba ikisemekana itafanyika wanaenda wanafanya kinyume. Wakati tulianzisha hii maneno, kulikuwa na watu walikuwa wanatuimbia na bunduki, wanazunguka hapa na bunduki, wanazunguka hapa na bunduki, wanatuonyesha madharau. Leo wamekipata, na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa, kila mtu mwenye bado wako na bunduki, na wewe si polisi, na uko na bunduki kwako, my friend, please, harakisha. Lete bunduki, patia kwa bishop, patia kwa polisi. Usipofanya hivyo, we are going to come for it. Tutakuja kuchukua hiyo bunduki.
na tukikuja kuchukua hiyo bunduki utakipata. Andrew Juma, TV47 katika kaunti ya Pokot Magharibi. Kwingineko